Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Pexon leo? Tutazungumzia movie moja kali inayofahamika kwa jina la Django. Django ni filamu ya kusisimua inayotokana na hadithi halisi ya Yossi Ginsberg, mjasiriamali kutoka Israel aliyejikita katika utafiti wa maeneo ya mbali. Movie inaanza katika miaka ya mapema ya 1980. Yossi anasafiri hadi Bolivia akiwa na ndoto ya kugundua maeneo ya siri ya msitu wa Amazon. Huko anakutana na Marcus Sturm, mwalimu kutoka Uswisi, na Kevin Gale, mpiga picha kutoka Marekani. Wakiwa pamoja wanakutana na Carl Rapreka, mwanajiolojia kutoka Austria, ambaye anadai kujua njia za kufikia kabila lisilojulikana na maeneo ya dhahabu yaliyofichika. Wakiwa wanasafiri kwa pamoja, kundi linaelekea kijiji cha Azria Masi, ambapo Carl anadai kuwa na uhusiano na wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, hali inabadilika wakati Marcus anapata majeraha makubwa kwenye miguu yake na kundi linagawanyika. Yossi na Kevin wanaendelea na safari yao kwa kutumia meli ndogo, lakini wanakutana na maporomoko ya maji na meli yao inaharibika. Kevin anafanikiwa kuokolewa na watu wa karibu, lakini Yossi anajikuta peke yake katika msitu wa Amazon. Yossi anapitia changamoto kubwa za kuishi peke yake. Akikosa chakula, inafika stage anakula mpaka mayai mabichi ya bundi, anakosa maji na vifaa vya kuishi. Anapambana na hali ngumu ya hewa, wanyama hatari na hali ya kiakili inayomjaribu. Baada ya wiki kadhaa, rafiki wa Yossi ambaye ni Kevin anapata msaada kutoka kwa mamlaka za eneo hilo ili kumtafuta Yossi, lakini inakuwa ngumu kumpata. Kelvin anakata tamaa na kujua kuwa rafiki yake amekufa. Kelvin aliporudi kijijini alijifikiria sana. Akaona hapana, haiwezekani kumwacha rafiki yake polini. Akaomba tena wanakijiji kumpa usafiri wa boti. Akajaribu tena kumtafuta Yossi kwa mara nyingine. Anafanikiwa kumtafuta Yossi bila mafanikio, na wanakijiji wanamshauri kuwa warudi kijijini, wakidai kuwa Yossi hawezi kuwa hai kwani msitu huu ni mkubwa na una wanyama wengi wakali. Maneno yale yalimkatisha tamaa Kelvin katika harakati za kumtafuta Yossi. Ilibidi akubaliane na uamuzi wa kurudi kijijini. Wakati wanageuza boti ili warudi, kumbe pale pale ndipo alipokuwa amelala Yossi, ambaye anakuwa dhaifu na karibu na kifo kiasi kwamba hata kutoa sauti hawezi. Yossi anaishia kuwaangalia wakina Kelvin wakiwa wanageuza boti warudi kijijini, huku machozi yakimtoka kwa sababu hawezi kuongea sauti ikiwa haitoki kabisa. Yaani kama Mungu tu. Kelvin akiwa amejikatia tamaa ya kumtafuta Yossi, anajikuta anaonana macho kwa macho na Yossi akiwa yupo choka mbaya. Filamu hii inamalizika kwa kuonyesha juhudi za Yossi za kuishi katika mazingira magumu na jinsi alivyoweza kushinda changamoto hizo. Hadithi hii inatufundisha kuhusu nguvu ya roho ya mwanadamu na umuhimu wa ushirikiano katika kushinda changamoto za maisha. Ulikuwa nami The King Mad Boy, na hii ni Pexon Film.